Na sisi kama wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans hatutakaa kimya katika hili swala. Tutakemea kadri tuwezavyo. Yeye kama Wallace Karia, kama rais wa mpira wa miguu hapa nchini, tulitegemea tutapata haki kutoka kwake. Lakini paka sasa hivi kwa kauli aliyoitoa juzi imedhihirisha dhahiri kwamba Young Africans haiwezi kupata haki kupitia rais na kamati zake. Hili sisi kama matawi ya Yanga Dodoma kupitia hili alilolisema hatuna imani na Rais Karia na hatuna imani na bodi na taasisi zote anazosimamia chini yake. Kwa sababu kama yeye kiongozi mkubwa wa taasisi katoka na kutoa kauli ya namna ile, kwanza kushtumu Young Africans, kushtumu viongozi wetu tuliowaweka kwa mujibu wa katiba, hili swala hatutakaa tukalichekea hata siku moja. Na hili ajue kabisa wana Yanga Dodoma, matawi yote zaidi ya matawi 50, hatujakubaliana na kauli yake, na atuombe radhi kwa kutukosea wana Yanga, atuombe radhi kwa kukosea mpira wa nchi hii. Aende Somalia. Sahihi kabisa. Kwa sababu tukisema kwamba ametukosea sisi tu, huu mpira unaharibiwa wa nchi hii. Kanuni, sheria na taratibu zilizowekwa kuongoza huu mpira ndio zinazotakiwa kusimamiwa. Zimekanyagwa. Yeye kama baba au msimamizi wa hizi sheria na kanuni zilizowekwa, alitakiwa atoke na akemee viongozi wake waliozikanyaga hizi taratibu. Yeye anatoka na kuwakingia kifua. Kuna nini nyuma ya hili jambo? Hatuna imani na rais. Hilo ni moja. Swala la kuahirishwa hii mechi lilianza kuzungumzwa kabla ya Machi 8. Yaani kabla hii mechi haijachezwa tarehe 8. Tetesi zilishaanza kwamba hii mechi itaahirishwa. Yeye anahusika katika hili? Kwa sababu kwa kauli yake ya juzi inaonekana anatetea kitu ambacho kilishaanza kutengenezwa kabla ya tarehe 8. Hili jambo wana Yanga wa Dodoma hatulikubali. Tunamuomba Wallace Karia aombe radhi mashabiki wa Yanga, aombe radhi wana michezo wa nchi hii, kama anataka huu mpira uendelee kuwa na heshima katika nchi hii. Tunamheshimu sana, tunaheshimu mambo mengi aliyoyafanya mazuri, sio kwamba hamna mazuri aliyoyafanya, yapo. Lakini swala hili alipolifanya hatukubaliani nalo hata kidogo. Tunamuomba na tunahitaji atoke hadharani aombe radhi kwa alichokifanya na kwa kauli aliyoitoa, kwa sababu hiyo ndio iliyopelekea kutokuwa na imani na vyombo vyake vyote vinavyosimamia mpira wa nchi hii. Hii hali ambayo inaendelea kwa sisi wazee haijatupendezesha kabisa, na kwa njia moja au nyingine tunamuona kama Karia kaelekea sana kwenye ushabiki. Kwanza alikuwa hayupo, ingawa kikazi anaweza akatoa huda hata kule alipo, lakini inaonekana kabisa kwanza waliosababisha pambano hili kairishwa ni hawa walioko Tanzania. Yeye alikuwa hayupo, lakini cha ajabu yeye anakuja. Ndio hivyo, sijui kwa sababu ndio kundi lao moja, basi wanaungana, lakini yeye atakiwa angalie zile hali inavyokwenda, afikie maamuzi kama walivyofikia Misri. Hamna timu kubwa kwenye mpira. Mimi ninaitwa Abdalla Mtosa Ali Suleiman. Mimi ni mwanachama wa Yanga tawi la wakali wa Changombe. Naanza moja kwa moja. Kwanza ninalaani kauli ya rais wa TFF kwa Yanga aliyoitoa. Si kauli ya kiwana mchezo ama ya kibinadamu. Nikija kwenye hali halisi ya mchezo wa tarehe 8, tamko langu ama tamko la wazee wa Dodoma, mechi Yanga hatutarudia kwani tumeshamaliza tarehe 8.
kwani hizi taratibu zimefanyika nje ya kufuata kanuni na sheria za mchezo. Kwa majina, mimi naitwa Bernard Mjengwa, mwanachama wa Yanga tawi la wakali wa Chang'ombe. Sasa masikitiko yangu ni pale walipozungumzia wenzangu. Juzi rais wetu wa chama cha mpira alipofika, lugha aliyoitumia kwanza sio lugha ya kimpira. Ile ni lugha mimi nimekosana na mke wangu nyumbani, naenda kumtamkia kwa sababu nammiliki, nimemlipia mahari. Kalia hajailipia mahari Yanga, ila yeye amepewa dhamana tu ya kuiongoza. Kwamba mimi nitakuwa kiongozi wa mpira, watu wote wafate sheria ya kulia na kushoto. Lakini anachokionyesha kwa Watanzania, yeye anafuata sheria ya kushoto ambako yeye ana itikadi nako, lakini huku kulia anaendelea kukugandamiza. Mimi napata wasiwasi hata ile nia aliyoweka kwamba anataka kugombea tena. Ningekuwa na uwezo mimi wa kimungu, ningewageuza wapiga kura wote wampe 0. Kwa sababu sisi tunahitaji kusonga mbele kimaendeleo ya mpira, tuwafikie Uingereza, Spain, Ufaransa na mataifa mengine, Argentina na wengine wanaofuata. Lakini kwa mtindo huu tunaokwenda nao, timu yetu ya taifa itaendelea kuwa sikio la kufa ambalo alisikii dawa. Hata ukimleta nani, tuna wachezaji wengi. Tukichukua orodha sasa hivi, kuchukua wachezaji wa Tanzania walioko Sweden ambao hawajacheza timu ya taifa yoyote, wako zaidi ya 14. Lakini leo hii ukiwaambia njoo cheza timu ya taifa ya Tanzania, wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma kwa sababu ya misingi. Misingi tuliyoitengeneza juu kwenye chama chetu cha mpira ni misingi ambayo haina faida. Tutengeneze vile vitu ambavyo vina faida ya kusaidia jamii, sio kumfeva mtu, kusaidia jamii. Una timu 16 kwenye ligi au timu 18. Anzia namba 1 mpaka timu ya mwisho, wote ni watoto wako. Akionewa mmoja, simama kwenye mstari. Mimi ningefurahi sana kama ningesikia rais wetu Karia alivyofika akakaa kimya na kusubiri mamlaka za kisheria ambazo yeye anazisimamia tayari zilishapelekewa lile jukumu. Kwa sababu sisi Yanga kama Yanga kupitia kamati ya Yanga, baada ya mchezo ule kuahirishwa, kesho yake tulipeleka malalamiko yetu ya maandishi TFF, ambayo kwa kuchafua hali ya hewa amesema viongozi wetu ni wachafu. Sasa labda sisi kama wazee wa Dodoma tumuombe akawasafisha ili wang'ae, wakitembea waonekane ni wasafi.